kuwaleta katika vita vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, Mungu wetu ni Mungu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia Mungu alihakikisha ya kwamba hajamfanyia ibilisi kuwa rahisi kuweza mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. He made it more and more difficult, more so impossible kwa Shetani kumdhibiti mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio niliwaambia kutoka darasani, in other words, nilikuwa nawaleta katika vita ambavyo Mungu amepigana, ndio mimi na wewe tutaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu hakuingia kwa vita na Farao ama nchi ya Egypt, inamaanisha wana wa Israeli mpaka siku za leo wangekuwa katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilibidi yeye mwenyewe aingie kwa vita, na aingia kwa vita kupitia watumishi aliokuwa amewachagua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika chapter 9, Biblia inasema ikawa wakati ambao wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Egypt na walikuwa wanapitia kazi ngumu, walikuwa wanateswa, walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu kuliko wanadamu wa kawaida. Lakini siku moja walipomwita Yesu, walipomlilia Mungu, Jehova akaona kuna watu nafaa niokoe kutokana katika mikono ya mtesi ambaye alikuwa Farao na jeshi lake. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, maana nimesikia kilio chao, lazima niwaokoe, lakini nitatumia mtumishi ambaye nitamchagua, ambaye nilimhifadhi kwa ajili ya kuokoa na kukomboa wana wa Israeli. Akasema, namtuma Musa. Musa akasema, ndio Bwana, umenituma, umenichagua, lakini sitaweza kuongea. Akamwambia, nitakutumia ndugu yako ambaye atanena kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kuzaliwa kwa Musa, anazaliwa wakati kuna vita ya watoto wa kiume, lakini mama kwa hekima na mcha Mungu na mpango wa Mungu anaficha ule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati amefichwa, maana mtoto yeyote lazima aendelee kukua, na ndio ananiambia sana, ukiwa na mtoto namba ya yako iongezeke, size ya papasi iongezeke. Naongea vibaya, sina kwamba hizi tunalea singekweli wa mama. Amen. Si hata papa sila kwamba na size. Ukiona bado unamaliza sio size, bado unaendelea sio size, kibisa kwa maana wa hospitali kuna matatizo. Kuna uwezekano mtoto hakui, ana changamoto za kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mavazi yake ni yale yale, hayabadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha ajabu, wakati mtoto anakuwa, unapata mama anaanza kutupa mavazi kale. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mavazi mengine huvaliwa wiki moja, mengine huvaliwa wiki mbili, wengine wako na mengi kama kisa na basi siku moja, kesho ananunuliwa nguo. Na Yesu asifiwe. Unanielewa sasa? So Musa alipitia hizo hali, mama akamweka katika basket. Wakati anaangalia hiyo basket, unajua mama nisho mimi niliwekwa hapa, hawa wajui, hawa ni watu vitanda kwa kisasa. Nani anaelewa kwa basket? Nani aliwekwa hapa? Kwa mimi ni Muslimu nje. Sio ndio kwa wakati wa sasa ilikuwa ni kwa baby coat. Wakati wa sasa una baby coat. Wote si Mungu awabariki. Sasa kana tengeneza kwa na mimi kwanza ndio kwa maana sasa una mkoba wa nabii, una kitu kameundwa na
na leaves kama palm leaves. Na katika kuweka mti nani asaiona? Nani asaiona hiyo mkoba? Kuna mkoba ya rangi kumbe ni wachunguzi. Sasa kama saiona ule mkoba wanambia anabeba. Wewe kwa kilikuwa inatengenezwa hivyo pande hii ya miguu iko open. Hapa kwa kichwa kametengenezwa. Unaingizwa ndani. Mama yako alikuwa anawekelea leso. Hakukuwa na mbelesho. Unanielewa sasa? Amen. So na imagine ya Musa ilikuwa kama hiyo, akaelekea juu ya mto na ndipo ikaendelea kumaanisha mtoto akiendelea kukua. Akaona kwa tayari kutokea kwa basket. Wacha niashirie na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua Mungu anakuwa amepanga kila kitu. Mtoto wa mfalme akapotoka akienda kuoga. Na ndiye aliyemtoa kwa Pentecost. Ambia jirani, kuna mahali hata wewe ulitolewa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Mungu anataka kukuifanya, anafanya chochote. So wakati huo anaingia katika vita vya kumwokoa mwana Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo wa Farao, Biblia inasema ulikuwa mgumu sana. Hakutaka kuachia. Na Biblia inasema Joshua hakuna kitu Mungu akufanya ndio aokoe wanadamu. Sasa akaanza kutumia vitu visivyo vya kawaida ambavyo anavitanga place. Bwana Yesu asifiwe. Nani anaona ya kwanza? Alifanya nini ya kwanza? Maana ni kuu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na kainua jicho lake kama nyoka. Kweli ama uongo? Farao akaita waganga. Hii mnaosema hakuna waganga, hakuna wachawi, they operate in their realms also. Wakakuza pia nao wakatengeneza tunyoka wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya Musa, Biblia inasema ikameza kule tunyoka. Unanielewa sasa? So hapa ni vita ya kwanza. Mungu anaingia kwa Farao. Maana amekusudia kumwokoa mwana wa Israeli. Na walileta katika vita vya Bwana. Ndio ukiona mahali umefika, ujue kuna Mungu amekupigania. Kuna Mungu amepigana akakutoa mahali palikukwaza, mahali palikuwa chungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kama nipitia maloka, wacha nipitie nikomboe mwana wa Israeli. Akaona Farao wasikii, akaenda katika vitu vya pili, akayabadilisha maji kuwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapo ndio unaona wanadamu walianza kujitengenezea juisi, kubadilisha maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akasema haya maji ni maji unayotumia, na umekataa kuachilia hao wana wa Israeli, lazima niyafanye kuwa damu. Maana kuna mwanadamu anaweza kuwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anampigania mwanadamu. Bwana anampigania mwana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Akasema tena, maana msikii, wacha niamshe tuna ambao wanaishi kwa maji waingie kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sasa jiuliza, mbona Mungu alimetia Yakobo kupigania wana wa Israeli? Kwa sababu alikuwa nabii na roho kuu ambayo ilikuwa imeamua itazidi pesa na itazidi kukandamiza mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Chuma wakaingia kila mahali. Mzee bado asikii. Sasa kaelewa. Zinaitana wale lines. Viroboto baba. Kama hizo kama watoto wa viroboto wanaitana aje. Sasa zile zinakuuma mpaka kwa macho. Zinakuambia kama kuku. Si mnajua kuku kivamiwa na hizo wadudu mpaka kwa macho. Walivamiwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Akawaruhusu wasikii. Akafanya sasa wakule mili pamoja na wanyama wao. Zinaitwa uwe.
Kumbuka ni vita Jehova anapigana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ataangana na miujiza yote aliyotumia ili kuokoa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma mpaka rokas wakakuna kila kitu ambacho walikuwa wamelima. Maana kila mtu ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie jirani, mwambie jirani. Mwambie unaponiona. Sijui kama nilipiganiwa na miporomoto. Sijui Mungu alipata afanya nini yanipiganie, kwa sababu naliona hapa. Na sijachanganyikiwa. Na niko imara. Na bado ninaendelea. Na bado ninasonga. Ni kwa sababu kuna vita ambavyo Bwana alipigana kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjaliwa nini wakati nilizaliwa? Kuna watu walitamani mfe. Kuna watu walitamani kutoa kwa mikono za wazazi. Ukiwa katika tumbo za wazazi, kuna watu walisema huyu mtoto na akufie tani. Na huyo mtoto ananyoka ya chakula. Lakini maana Bwana alikuwa bado anakupigania, iposa uko hai siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mulipiganiwa. Hata nini nisikia mulipiganiwa. Unafaa kusema amen. Mama yenu ako na ushuhuda. Maana Mungu akuishi. Lakini tasema mnaiba kanisani. Ni kwa sababu kuna vita au mnapiganiana. Lakini hamwezi kukaliwa. Lakini ni nguvu ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo huwezi kupigana na isipokuwa Jehova mwenyewe akupiganie. Kuna vita vingine umevishinda hata kama hujue, lakini mkono wa Bwana ukakushindania na ukakukomboa. Bwana Yesu asifiwe. So, hii inamaanisha when you call God, unaposema is great in battle, yeye ni Mungu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwambia Bwana nipiganie, unajua unaambia mtu ambaye anapigana vita vyote, vita vya kiroho, vita vya kiulimwengu, na akavishinda vyote. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati analeta Yesu Kristo, ndiposa aingia kuzimu, akachukua funguo na akatoa wote waliokuwa wamefungiwa pale. Sema ilikuwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani kuanzia vita kati ya ndugu yako na dada yako. Hiyo sio vita. Mwambie ni kujibishana. Mwambie ndio ni kutoelewana. Lakini ukiingia kwa vita vyenyewe, hata wewe unajua hata Mungu akutoe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu anasemaga vita vyote ni vyangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu sema wakati tunapigana na ndugu yangu ni vita. Sio ni vita. Unajua watu wengi wanajua hiyo ni vita. Wakati amweleane na vita na vita ni utofauti wa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona saidia niambie kwanza niombe. Kuna vita vimesimama. Sasa lazima nikuulize. Kuna pata, kuna mishale hapa. Ni vita inagawa na nieleza. Kuna mama hapa ananiambia sema kwanza. Kumbe ni mshene. Unaniambia ile imani ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alipigana na Farao na vitu tofauti. Ni mazungumzo mabaya kuhusu. Na unataka neema ya vita. Hata nikaita malaika wa vita wasaidie. Na ndipo unaona hata kuna vitu Mungu haingii isipokuwa wewe mwenyewe ujikomboe. Utajikomboa na namna gani? Unajifundisha kusamehe. Unajifundisha kupenda. Na unasahau na unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu hata ukiulizwa chenye ulifanywa ya kaburi kiko kwa meno yako. Hata shosho yako na alikufa haya, unakumbuka alikunyima uchi. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu aliyetoka kaenda hospitali bado kalilikosea. Na jamaa kwa na amani mahali yaliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ambie jirani, hiyo somo
umeweka ya vitu ya zamani. Mwambie kuanzia leo nataka uvitoe, uvitupe nje, tuingize vitu vipya. Vinaitwa amani, vinaitwa upendo, vinaitwa utajiri, vinaitwa baraka, vinaitwa uponyaji katika jina la Yesu. Unanielewa sasa? Na ndio niliwaambia unaweza tembea mtu mpige kilo, kumbe visirani vinaongeza kilo. Ndio unaona sasa hivi unataka unapima kilo na ndio hata tutoe bei za miaka. Ndio ndio kilo pengine ya kule jamaa huko. Tunaelewa. Najua nililetewa moja kazi. Kwa siwezi bana. Ni mzigo sana. Na siwezi huko. Amen. Nikaenda yangu ile ina msito kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa sasa? So unapata watu wengi hawajaoneshwa na chakula, hawajafundishwa na chakula, ni makasiriko. So ukiwa daktari, kuna tukio unatoa stress, depression, kukula vibaya pia, balance kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Because unaangalia umesoma na internet kuambia hii. Amen. Haleluya. Hapo wachunguze nini na fiba yako iko wapi na pressure na sukari. Wacha asipate tu. Anajua pesa hizo zimeongezwa kwa hizo vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anakuambia kuanzia leo anza kufanya mazoezi. Ndio kupunguza stress, kupunguza depression. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa sasa? Kuna magonjwa kakaki dawa ni mazoezi. Unaambia enda kufanya mazoezi utakuwa. Enda kunywa maji mingi utakuwa sawa. Enda achana na hii utakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So when God is fighting for you, inamaanisha anataka akuweke mahali pazuri ambapo umekuwa fully protected. Unanielewa sasa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajiji kama iko wapi hapa? Maana siku wapi pokea gari. Pokea gari na una usalama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kukuonyesha sometimes usipojua mahali Bwana amekutoa, hautajua sababu ya kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unaona